Kama kuna eneo moja ambalo kwa sasa linaonyesha wazi dira ya serikali, basi ni sekta ya uchukuzi na bandari. Hapa ndipo mabadiliko yanaonekana kwa macho, yanapimika kwa takwimu na yanaeleweka hata kwa mfanyabiashara mdogo anayesafirisha mzigo wake bandarini. Hotuba ya bajeti ya Wizara ya Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2026/27 iliyowasilishwa bungeni Dodoma na Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa imeweka bayana kiasi gani serikali imedhamiria kuendelea kupiga hatua zaidi kwa mageuzi ya bandari na usafiri wa majini. Mageuzi haya si tu kwamba yanalenga kuongeza miundombinu, bali kuongeza kasi, teknolojia na ushindani wa huduma ili nchi iwe kitovu cha biashara na uchukuzi kwa ukanda mzima wa Afrika Mashariki na Kati. Kwa maneno mengine, Tanzania sasa haijengi bandari kwa ajili ya matumizi ya ndani pekee, bali inajenga bandari kwa ajili ya kuongoza soko la kikanda, kukuza uchumi wa nchi na kutoa fursa mbalimbali kupitia eneo hilo la kimkakati. Bandari si magati na vifaa vya kushusha na kupakia mizigo tu, bali bandari ni mfumo mzima wa uchumi unaogusa viwanda, biashara, ajira na mapato ya serikali. Ndiyo maana hotuba ya Profesa Mbarawa imeweka mkazo kwenye uboreshaji wa miundombinu ya bandari na huduma za usafiri wa majini kama sehemu ya mpango mpana wa kuifanya Tanzania iwe mtoza huduma wa uchukuzi kwa nchi zinazotegemea bandari zetu. Katika kipindi cha serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, msukumo mkubwa umeonekana katika kuimarisha taasisi kama TPA, kuboresha ufanisi wa bandari na kuvutia uwekezaji wa kimkakati kutoka sekta binafsi ili kuongeza ushindani wa bandari zetu. Bandari ya Dar es Salaam imeendelea kuwa uti wa mgongo wa biashara ya kimataifa ya Tanzania na nchi jirani. Katika bajeti ya mwaka 2026/27, serikali imeeleza kuwa maboresho makubwa yataendelea kutekelezwa kupitia mapato ya ndani ya TPA, yakilenga kuongeza uwezo wa bandari na kuboresha mifumo ya utendaji. Hatua hizi zina maana kubwa kwa sekta binafsi kwa sababu kila maboresho bandarini huathiri moja kwa moja gharama za kuagiza bidhaa, muda wa kutoa mizigo na ufanisi wa mnyororo mzima wa usambazaji. Serikali pia inaeleza mpango wa ujenzi wa magati mawili yatakayounganisha bandari na barabara ya Nelson Mandela, hatua inayotarajiwa kupunguza msongamano wa magari na kuongeza kasi ya utoaji huduma. Moja ya vipaumbele vinavyobeba uzito mkubwa katika hotuba ya bajeti ni uwekezaji wa kampuni ya DP World katika bandari ya Dar es Salaam. Profesa Mbarawa anabainisha kuwa kampuni hiyo itaendelea kuwekeza katika vifaa vya kisasa vya kuhudumia mizigo ili kuongeza ufanisi na ushindani. Taarifa zinaonyesha kuwa hadi kufika mwaka wa fedha 2025/26, DP World tayari ilikuwa imevuka zaidi ya nusu ya lengo lake la uwekezaji wa dola za Kimarekani milioni 250, takriban shilingi bilioni 650 za Kitanzania ndani ya miaka mitano, jambo linalotarajiwa kuwa mafanikio makubwa ndani ya miaka miwili ya mwanzo ya utekelezaji. Katika mwaka wa fedha 2026/27, maboresho zaidi yanatarajiwa kufanyika kupitia kuongeza mitambo ya kisasa ya kupakia na kupakua mizigo kwa maana ya cranes, pamoja na uwekezaji katika mitambo ya kushushia shehena. Hatua hizi ni muhimu kwa sababu bandari ya kisasa haipimwi kwa ukubwa pekee, bali kwa kasi na ufanisi wa utoaji huduma. Miongoni mwa taarifa zinazovutia zaidi kupitia hotuba ya bajeti hiyo ni matarajio kuwa maboresho hayo yataongeza uwezo wa kuhudumia shehena kwa asilimia 65 hadi kufikia tani milioni 5.5. Aidha, uwezo wa kuhudumia mizigo mchanganyiko unatarajiwa kuongezeka kwa asilimia 25. Hizi si takwimu za kawaida. Kwa muktadha wa uchumi wa Tanzania, hii ni maana ya ongezeko la mapato ya serikali, ongezeko la shughuli za biashara na kupungua kwa msongamano wa meli na kontena bandarini. Profesa Mbarawa pia ameeleza kuwa maboresho ya sera na miundombinu yanatarajiwa
kuongeza ufanisi wa bandari za Tanga na Mtwara. Hii ni hatua kimkakati inayosaidia kupunguza utegemezi wa bandari ya Dar es Salaam na kujenga mtandao wa bandari zinazosaidiana kiutendaji. Kwa mfano, bandari ya Tanga inaweza kuwa nguzo muhimu ya kuhudumia biashara kaskazini, wakati bandari ya Mtwara ina nafasi ya kuwa lango la kusini, hasa ikizingatiwa fursa za kibiashara na maendeleo ya mradi ya nishati. Na kwa tafsiri pana, serikali inajenga Tanzania kuwa nchi yenye bandari nyingi zinazofanya kazi kwa majukumu ya kikanda na kimkakati. Hotuba ya bajeti imeonyesha kuwa serikali itaendelea na utekelezaji wa miradi ya uboreshaji wa bandari katika eneo la Bagamoyo na Mtwara, Kisiwa Mgao. Haya ni maeneo yenye nafasi ya kuwa vituo vikubwa vya uchumi wa bahari na biashara ya kimataifa katika siku zijazo. Kwa kuviweka katika mpango wa uboreshaji wa bandari, serikali inaonyesha kuwa inaangalia mbali zaidi ya mahitaji ya leo na inaweka msingi wa miundombinu itakayohudumia uchumi wa kesho. Sehemu nyingine muhimu ya hotuba ni kuendelea kuboresha bandari za maziwa makuu ambazo ni Mwanza North, Kigoma na Mbaba Bay. Bandari hizi ni kiungo muhimu kwa biashara ya ndani na ya kikanda, hasa kwa nchi zinazotegemea usafiri wa majini katika maziwa makubwa. Serikali pia imeeleza kuwa itaendelea kutekeleza mradi wa ujenzi na ukarabati wa meli katika maziwa makuu ili kuimarisha huduma za usafiri wa majini. Katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati, Profesa Mbarawa anaeleza kuwa serikali imeanza ujenzi wa magati mawili ya kisasa katika bandari ya Kigoma, ambapo utekelezaji wake umefikia 13% hadi kufika mwezi Machi 2026. Aidha, serikali inaendelea na ukarabati wa MV Liemba ambao umefikia 64%. Hii ni taarifa muhimu kwa sababu MV Liemba si tu meli ya kawaida, bali nembo ya historia ya usafiri wa majini nchini na kiungo muhimu kwa wananchi na biashara za ukanda wa Ziwa Tanganyika. Serikali pia imeeleza kuwa meli 4 za mizigo zimekamilika, kila moja ikiwa na uwezo wa kubeba tani 2,000 zikiwa zimejengwa na TPA. Kwa mujibu wa hotuba ya bajeti, serikali inaeleza kuwa ifikapo mwaka 2028 sekta ya bandari nchini inatarajiwa kuwa imepiga hatua kubwa ya mageuzi kwa kuongeza uwezo wa kuhudumia mizigo, kasi ya utoaji huduma na ushindani wa kimataifa. Dira hii inapotazamwa kwa pamoja na uwekezaji wa DP World, maboresho ya bandari za Dar es Salaam, Tanga pamoja na Mtwara na ujenzi wa magati na meli katika maziwa makuu, inadhihirisha kuwa Tanzania inaendelea kuwa kitovu cha uchukuzi na biashara katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Kwa ujumla, hotuba ya bajeti ya Wizara ya Uchukuzi ya mwaka 2026/27 imebeba ujumbe mzito. Tanzania sasa inaingia katika awamu ya bandari za kisasa, huduma zenye ushindani na uchumi unaotegemea teknolojia na miundombinu. Kupitia serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, maboresho haya yanaonyesha uamuzi wa wazi wa kuifanya Tanzania kuwa mtoa huduma wa uchukuzi kwa ukanda mzima. Na kwa kuwa bandari ni lango la uchumi, mageuzi haya hayawanufaishi tu TPA au Wizara ya Uchukuzi, bali yanagusa moja kwa moja wafanyabiashara, wawekezaji, viwanda na wananchi wa kawaida. Kwa lugha nyepesi, bandari zikibadilika, uchumi wa taifa hubadilika, na Tanzania inaonekana kuamua kubadilika kwa kasi.